kama kawaida. Tuko poa. Naona tumemshuhudia mnyama Simba Sports akivuka katika hatua ya robo finali, hatua ambayo ilikuwa kigota kwa muda mrefu na leo ameweka historia nyingine mpya ya kufika katika hatua ya nusu finali. Mchezo ulikuwa una pressure sana. Namna ambavyo Simba ameingia na mentality ya kupata mabao ya mapema na amefanikiwa. Tuzungumze kocha Fadlu Davis amefanikiwa kuivusha klabu ya Simba Sports katika hatua ya robo finali, katika historia nyingine mpya kuivusha katika hatua ya nusu finali. Katika mchezo huu wa leo kocha Fadlu Davis amefaulu katika eneo gani hasa katika mchezo huu leo kufanya comeback ya mabao mawili na baada ya mchezo kuja kumalizia katika hatua ya changamoto mkoja penalty? Kwanza ni swali zuri sana muulizo Jose. Ambacho kocha Fadlu Davis ambaye tunampongeza kwanza ni maintain kupata goli la mapema na amefanikiwa kupata magoli ya mapema. Kwa kipindi cha kwanza Simba alikuwa bora sana. Yaani wangeweza kumaliza hata kuondoka na bao 3 katika kipindi cha kwanza. Unakumbuka dakika tu ya 4 Jean Chazawa alipoteza nafasi wazi kabisa yeye mwenyewe. Lakini alikuwa na mawazo tofauti na kile kushuti moja kwa moja. Angeweza kureceive mpira na kutazama golikipa yuko wapi, moja kwa moja mpira kupeleka mbali ambapo ilikuwa ni bao. Ambacho unaweza kumpongeza kocha Fadlu Davis ambaye amefanikiwa katika mchezo huu wa leo. Kufanikiwa kwanza kuondoka na ushindi. Yaani huko nyuma kwa aggregate ya bao 2 unabidi sikubwe bao 2 means na hapo unabidi uzuie. Huwa nimezungumza mara kadhaa hapo. Changamoto kubwa sio tu kushinda. Yaani unaenda kushinda huko ukiwa bado unatakiwa uinde.